Je, unajua kuwa kuna maelfu ya Tanzania wanaokunywa uji wa dona karibu kila siku, lakini hawajui faida kubwa zinazoweza kujificha ndani yake. Wengine huona kama uji wa kawaida tu wa kujaza tumbo. Wengine huamini ni chakula cha watu wa zamani. Lakini je, ukweli ni upi? Nini kinaweza kutokea mwilini mwako ukinywa uji wa dona kila siku kwa muda wa wiki 2 mfululizo? Je, ni kweli unaweza kushiba kwa muda mrefu zaidi? Je, ni kweli unaweza kusaidia mmeng'enyo wa chakula? Kuna kweli wowote kuhusu watu wanaosema huongeza nguvu za mwili na stamina? Kwa nini wazee wetu walipendelea dona kuliko sembe nyeupe inayopendwa sana leo? Majibu ya maswali haya yanaweza kukushangaza. Kabla tujaendelea, andika kwenye maoni unatokea mkoa gani wa Tanzania, na kama umewahi kunywa dona ulijisikiaje? Kama unapenda mada za afya, ni kuombe bonyeza alama subscribe, like, kengele pembeni yake. Sasa tuanze. Nini maana ya dona? Dona ni unga unaotokana na mahindi yasiyokobolewa. Tofauti na sembe nyeupe, dona hubaki na sehemu kubwa ya pumba zake ambazo huwa na virutubisho muhimu. Wataalamu wengi wa lishe huamini kwamba kadri nafaka inavyosindikwa kidogo, ndivyo virutubisho vyake vinavyobaki kwa kiwango kikubwa zaidi. Hii ndiyo sababu watu wengi wa zamani walikuwa na nguvu za kufanya kazi nzito mashambani siku nzima, huku wakitegemea vyakula vya asili kama dona. Lakini nini hutokea mwilini baada ya kuanza kunywa uji wa dona kila siku? Badiliko la kwanza, tumbo linaanza kufanya kazi vizuri zaidi. Baada ya siku chache, baadhi ya watu huanza kuona mabadiliko kwenye mfumo wa mmeng'enyo. Ikiwa ulikuwa unasumbuliwa na choo kigumu au kuhisi tumbo kujaa gesi mara kwa mara, nyuzi zilizopo kwenye dona zinaweza kusaidia kuboresha hali hiyo. Nyuzi ni kama fagio la asili ndani ya mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Zinasaidia kusogeza mabaki ya chakula tumboni na kurahisisha haja kubwa. Hii ndiyo sababu watu wengi wanaopenda vyakula asilia hupendelea dona kuliko sembe iliyokobolewa. Badiliko la pili, unaweza kushiba kwa muda mrefu zaidi. Je, umewahi kula kifungua kinywa halafu baada ya saa moja ukahisi njaa tena? Hilo hutokea sana kwa vyakula vilivyosindikwa sana. Lakini dona ina nyuzi nyingi ambazo husaidia chakula kukaa tumboni kwa muda mrefu zaidi. Matokeo yake, unaweza kujikuta huli mara kwa mara. Unapunguza vitafunwa visivyo na afya. Hamu ya kula kupita kiasi inapungua. Badiliko la tatu, nishati ya mwili huwa imara zaidi. Watu wengi wanaokunywa soda au chai yenye sukari nyingi hupata nguvu za haraka, lakini baadaye huhisi uchovu. Dona hutoa nishati taratibu. Hii inaweza kusaidia mwili kuwa na nguvu za muda mrefu baada ya nguvu za ghafla zinazopotea haraka. Ndiyo maana wakulima wengi wa zamani walipendelea uji wa dona kabla ya kwenda shambani. Swali linaloweza kuwashangaza wengi: je, dona huhusishwa na nguvu za kiume? Kabla sijakujibu, nataka ufahamu jambo moja muhimu. Hakuna ushahidi wa kisayansi unaothibitisha kuwa dona ni dawa ya kuongeza nguvu za kiume. Lakini watu wengi wanaripoti kuongezeka kwa stamina au nguvu mwilini baada ya kuboresha lishe yao. Huwa wameongeza ulaji wa vyakula vyenye virutubisho zaidi. Mwili unapopata nishati ya kutosha, madini muhimu na afya bora kwa ujumla, mtu anaweza kujihisi mwenye nguvu zaidi katika shughuli zake za kila siku. Hiyo ndiyo sababu baadhi ya watu huamini dona imechangia hali hiyo. Badiliko la 4, unaweza kupunguza utegemezi wa vyakula visivyofaa. Watu wengi huanza siku
kwa maandazi, chapati au vitafuno vyenye mafuta mengi. Lakini mtu anayeshiba vizuri kwa uji wa dona mara nyingi hupunguza ulaji wa vyakula hivyo. Hii inaweza kuwa jambo zuri kwa afya ya muda mrefu. Badiliko la 5, afya ya utumbo huboreka. Leo wataalamu wengi wanazungumzia umuhimu wa bakteria wazuri waliopo tumboni, yani normal flora. Bakteria hawa husaidia mmeng'enyo wa chakula, kinga ya mwili, ufyonzaji wa virutubisho. Nyuzi zilizopo kwenye dona husaidia bakteria hawa kufanya kazi vizuri zaidi. Jinsi ya kufanya dona iwe bora katika lishe yako. Ili kuongeza thamani ya lishe, unaweza kuongeza karanga za kusaga, maziwa, ufuta, soya, tangawizi. Mchanganyiko huu unaweza kuongeza protini, madini na ladha nzuri zaidi. Hitimisho. Baada ya wiki 2 za kunywa uji wa dona kila siku, baadhi ya watu wanaweza kuona kushiba kwa muda mrefu zaidi, kuboresha mmeng'enyo wa chakula, kupungua kwa choo kigumu, kuongezeka kwa nishati, kuboreka kwa afya ya utumbo, kupunguza ulaji wa vyakula visivyo na afya. Lakini kumbuka, dona si dawa ya kutibu magonjwa. Faida zake huonekana vizuri zaidi inapotumiwa kama sehemu ya lishe yenye matunda, mboga, protini na maji ya kutosha. Kama umefika mwisho video hii, andika kwenye maoni. Dona ni dhahabu ya lishe ya Kitanzania. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki.